sina, michongo haisomi, kodi imekaribia kuisha, bi mkubwa naye elewi. Haya maisha nitaishi mpaka lini mimi? Mbona nateseka hivi? Huyu tena. Umeshindaje? Mimi nimeshinda salama, sijui wewe. Vipi, mbona nakupigia simu alafu pokea simu zangu? Nimeziona, sema mimi sikuwa nilikuwa nimeenda zangu dukani mara moja, nimerudi hapa nimekuta miss call zako. Nimejaribu kukupigia lakini ndio hivyo, sina dakika. Kaona nitakupigia baadaye. Sawa. Sasa nisikilize kilichonileta hapa. Kilichonileta hapa, nimekuja kukupigia hesabu ya madeni ninayodaiwa. Umenielewa? Nadaiwa hela ya vikoba. Na jana hilo swali tumetoka kuongea tu usiku, kaniambia nitakuja, hujaja. Maana ya kukupigia simu, nimetoka kugombana na baba mwenye nyumba. Mpaka nafika hapa leo asubuhi nimetoka kugombana na ule mzee. Kama unavyomjua ule mzee, kasimama mlangoni anataka hela yake. Na huu ni mwisho wa mwezi. Nadaiwa hela ya umeme. Nadaiwa hela ya taka. Nadaiwa hela ya sungusungu. Mama jana usiku kanipigia simu kasema haelewi, anahitaji hela. Alafu toka jana usiku mpaka sasa hivi uko kimya. Na kupigia simu zangu unajifanya kama huoni. Nisingeweza kupokea simu yako. Sasa tunaongea nini? Unataka nikuulize unaendeleaje kila mara? Sina hela. Na tunaongea nini? Hela sijapata, lakini hapa mpaka mida ya saa 10 hivi naweza nikapata hela, mimi nakuingizia. Hicho ambacho tutakuwa nimekipata tutagawana, nitakupa kidogo. Nakupa masaa 2. Usiponiletea hiyo hela, yani fanya maisha yako. Vipi mzee? Mbona kama upo sawa? Baba, unajua sielewi. Kama nilivyokuelekeza, shemeji yako mwenyewe katoka geto kawaka kinyama. Ananielekeza vipengele vyake hivi. Mimi mwanangu, kama unavyoelewa, sasa hivi gurudumu sizungushi, sina hata 100. Mimi mwenyewe na vipengele kibao, yeye anakuja na bwata tu. Oya, sina hela mwanangu. Mimi mwenyewe hapa kodi mwanangu, mwezi huu unaokuja tu hapa inabidi nilipe kodi. Yaani mwanangu, hata kama kuna mzee wote ambaye anaweza kutoa zima 200,000, 300,000 mwezi huu mwanangu, atuvumilie mpaka mwezi ujao. Mimi mwanangu najua nitachezesha vipi mzee, nitamrudishia. Ila mwanangu, hapa mimi sielewi na nina shida na hela. Mwezi unaoanza hapo mwanangu inabidi nilipe kodi. Yaani unajua sielewi. Mimi nitaishi na hiyo kauli kwamba unafanya kazi leo. Sikia? Pege mchongo. Kavae upendezi tondoke.
Naam boss. Una uhakika kwamba kazi anaiweza? Yeah. Kijana vizuri sana. Kwamba una uhakika kufanya kazi na sisi? Kijana, fuata maelekezo. Hilo begi hutakiwi kulifungua wala kumwonyesha mtu yoyote mpaka atakapopokea maelekezo sema ambalo tutakakofika. Kwani kwenye begi humu kuna nini? Mbona kama natakiwa kuliwekea ulinzi mkubwa sana? Kute kuna pesa. Ngoja kwanza niangalie. Shida zinaniingiza kwenye uhalifu.
Hello? Hello, karibu tukusaidie Police Tanzania hapa. Unazungumza na Mansuri? Ndio, karibu Mansuri. Ndugu yangu. Ndio. Sijui nitakuwa nazungumza na kituo chochote cha polisi? Ndio, nazungumza na kituo cha polisi kutoka hapa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu. Sasa ndugu yangu, ona. Ndio. Kuna kazi moja leo asubuhi nilipewa niifanye. Ndio. Kuna watu waliweza kunipa begi. Ndio. Lakini nimekuja kuangalia ndani ya hili begi. Ndio. Nimekuja kugundua kuna silaha. Hawa watu wanaonekana ni wahalifu kabisa. Ndani ya begi kuna nini na nini? Nikijaribu kuangalia naona kuna unga, lakini unga sio wa sembe. Lakini pia kuna bunduki na laptop katika hili begi. Na uko wapi kwa sasa hivi? Mimi sijui niko wapi hapa. Pole sana. Lakini kuna hiyo simu uliyopiga tutaiactivate location na tutalia kila unapokwenda. Basi sawa. Rudisha begi. Nirudishe begi? Lakini sidhani kama wataniacha hai kwa sababu wale watu wana bunduki wale. Usijali, sisi tuko nyuma kuja. Tupo karibu. Sawa. Sawa. Unarudisha begi? Mimi nishindwa kufanya kazi yako. Una akili kweli wewe? Bosi, ndio maana mimi nimeleta. Kwa nini unarudisha begi? Kwa nini unarudisha begi? Una akili kweli wewe? Beni, nishakwambia. Kwa nini unarudisha kama hivi? Kwa nini wewe? Mbona sasa? Umerudisha begi? Kwa nini umerudisha begi? Chini ya ulinzi. Chini ya ulinzi, mkono juu. Piga magoti. Piga magoti chini. Mikono juu. Mikono juu. Hakuna kujigusa. Nyanyua mikono juu. Nyanyuka. Nyanyuka. Chini ya ulinzi mkono. Tembea. Ukijaribu kujigusa nitakumwaga ubongo. Tembea. Changamka. Afande, mwache nimaliza naye huyu. Kijana, wewe ndio umesaidia jeshi la polisi kukamata wahalifu? Yes. Yeah. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wako. Tunashukuru sana. Kijana, unajishughulisha na nini? Jiguse. Mimi sina kazi yoyote. Sema ndio hivyo tu ndugu yangu, rafiki yangu aliniambia. Kaa chini, tulia kwanza. Kazi sehemu. Aliniambia tu tukafanye kazi sehemu. Ndio kama amenipa begi ambalo nimekuja kufungua, nimekutana na vitu vya kielimu ndani yake. Sawa, na una uhitaji wa kazi? Kabisa sister. Sasa
kuna ndugu yangu anatafuta mfanyakazi. Sawa, mimi niko tayari, maana mimi mwenyewe sina hata kazi. Sawa. Yeah. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Asante afande. Kwa hiyo mimi naweza nikarudi nyumbani? Tutaongozana wote tumalizie kwanza hili swala.